Taifa ya Tanzania ikifanikiwa kushinda goli 2 kwenye mchezo, ni timu ambayo inaweza kuvuka sehemu nyingi sana, kwa sababu ina uwezo wa kutokufunga goli 2 zaidi. Kwa hivyo kuna haja ya kuboresha hapa. Umesema kuna tatizo ile la kupata strikers wazuri na nini. Nadhani mwalimu anaweza kufanya sasa kitu gani? Yani kusolve problem ambayo tuko nayo. Kupata ma striker inashindikana. Imekuwa ni changamoto. Kwa wachezaji waliopo kuna lolote la kufanya? Kwa wachezaji waliopo nafikiri kama mwalimu tutahitaji kupata mabao zaidi, ni lazima mwalimu pia aachie pati yake ya game yake ya ulinzi. Yani kuna namna ambavyo anaamini zaidi kwenye kuzuia, inabidi alegeze nati kwa namna moja ama nyingine. Ili sasa kwa nini nazungumza hivi? Unapokuwa unazuia sana ili uwe kwenye nafasi bora zaidi pengine ya kushinda mapambano dhidi ya mpinzani wako kwa ajili ya kumzuia, ni lazima uwe na namba kubwa ya wachezaji. Na ndio maana ukiangalia Stars most of the time tunapokuwa tunazuia lazima tunakuwa na namba kubwa ya wachezaji. Unaweza kukuta mpaka tuna wachezaji mpaka hata 7 kwenye eneo letu la kuzuia. Na kuna games ambazo tumecheza pia, tumewahi kucheza na unakuta timu ina wachezaji takriban 7 wenye kariba na sifa ya za kuzuia zaidi, alafu na wachezaji 3 peke yake ambao labda wana mrengo wa kushambulia. Sasa kwa namna hiyo ina maana kwamba ni ngumu ninyi kutengeneza nafasi nyingi, lakini pia kupata mabao mengi. Sasa kama mwalimu anataka kubadili ili tuwe na uhakika angalau wa kuongeza namba ya magoli ambayo tunafunga, ukiachilia mbali quality, kwa sababu quality ndio hizo tulizo nazo, nadhani kwamba lazima akubali pia kubadilisha kidogo namna ambavyo anaiseti timu yake, na kujaribu pia kuwapa freedom baadhi ya wachezaji kwa ajili ya kuwa wanasogea mara nyingi kwenye boxi la mpinzani. Tazungumza hapa tu mfano mchezo dhidi ya South Africa, mchezo ambao ulikuwa ni wa kirafiki by the way, kabla ya mchezo wetu wa Kosafa ambao tunaenda kupoteza kwa bao 1-0. Angalia namna ambavyo tulikuwa tunacheza kutokea kwenye eneo la kiungo kwenda kwenye eneo la kushambulia. Simon Happy God Msuva unamzungumza hapa, lakini baadaye pia nafikiri tulikuja tukaona introduction ya bwana mdogo Mishamo Daudi kutoka Ken Gold, na alikuja akaingia. Lakini pia angalia Faisal Salum Feitoto kwenye eneo la nambari 10. Lakini tazama sasa namna ambavyo Faisal alikuwa anatumika. Muda mwingi ni mchezaji ambaye anacheza nyuma ya mshambuliaji, lakini mara nyingi ulikuwa unamuona namna ambavyo anakuja deep kupokea mipira. Na hata baada ya mchezo nadhani zilikuwa zinatembea clips zake kidogo za, unajua kwa sababu Faisal alikuwa pia gumzo kuna clips zake zilikuwa zinatembea, lakini ukiangalia yeye ni nambari 10, mtu anacheza nyuma ya mshambuliaji, lakini most of the time ulikuwa unamuona kwamba atakuja karibu huku kwenye katikati ya uwanja. Utakuja unamuona kwamba kwenye maeneo kidogo ya half yetu, ndo maeneo mengi ambayo yalikuwa kutokana na setup ya timu, kwamba lazima na yeye awe anasogea kidogo chini, kukaa jirani na wenzake, kupunguza gap baina yake, yani kutoka kupunguza gap baina ya mstari mmoja kwenda mstari mwingine wa kuzuia, ili kujihakikisha kwamba mnakuwa compact na kujaribu kupoka mpira kirahisi. Kwa hiyo kufanya hivyo inawapunguzia nguvu ya ninyi, angalau kwanza mnapopata mpira kufikia lango la mpinzani mnakuwa na safari ndefu ya kufika kwenye lango la mpinzani. Ina maana mnaenda kuwinda kwa kutegemea pengine tunasema counter attacks na vitu vingine kama hivyo. So kwenye muktadha wa namna hiyo, moja kwa moja unaona kwamba hiyo ni changamoto ambayo tunakuwa tumekuwa nayo na imeonekana dhahiri bin shahiri. So kama lengo litakuwa ni kupata mabao, lazima tubadilishe ideology na kubadilisha pia namna ya uchezaji, ili angalau tuwe na uhakika na kile ambacho tunakitaka kwa maana ya mabao. Na tukibadilisha hivyo itatupa faida kwa namna gani? Kwamba hatuna wachezaji bora wengi zaidi kwenye eneo la kushambulia, lakini tunapokuwa tunapeleka shambulizi tutakuwa na uhakika wa kuwa na watu wengi kwenye boxi la mpinzani. Sasa unapokuwa na namba kubwa kwenye boxi la mpinzani, inakupa nafasi kubwa zaidi ya wewe kufanyaje kupata bao, kwa sababu kama unatengeneza nafasi au labda ni cross inapigwa ama ni penetration pass inapigwa, au labda pengine watu wanacheza 1-2 kwa ajili ya kuingia kwenye boxi la mpinzani, unakuwa na uhakika kwamba mpira utakuwa na uwezekano mkubwa wa kudondoka kwenye eneo ambalo kuna mtu wako atakuwepo ama mchezaji wako atakuwepo. Kwa hiyo inakuongezea nafasi ya wewe kuwa na uwezekano wa kupata bao. Lakini kwa wachezaji wachache, kwa mfano let's say unashambulia boxi la timu pinzani na wachezaji wawili wengine wakiwa kwenye tahadhari ya kuzuia, alafu mpinzani anakuwa labda na watu 4 au 5 kwenye boxi, it's obvious kwamba kwenye numerical advantage yeye ndo anakuwa na nafasi bora zaidi ya kufanikiwa kwenye tukio ambalo anataka kulifanya. So kwa muktadha huo, kama tunataka kama lengo litakuwa ni kutafuta mabao, lazima tubadilishe pia namna ambavyo tunataka kucheza game yetu. Na hiyo tunafikiri tumeshawahi kuifanya kwenye mechi chache kidogo, na tukaona namna ambavyo kuna mrejesho chanya unakuwa unaonekana. So nadhani kwa sababu hatujafanikiwa kupata washambuliaji wazuri kwa kiwango kikubwa,
kama tunahitaji kuwa tunafunga zaidi kwenye mechi, ni mwalimu anatakiwa kwenda kutwist mpango kazi wake na mbinu zake kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatafuta hayo mabao. Tuje na mpango kazi ambao utatoa uhuru kwenye baadhi ya wachezaji kusogea juu kwenye eneo la kushambulia na kutupatia namba, ili kwenye zile numerical advantage tuwe kwenye mazingira ambayo ni rafiki zaidi ya sisi kunufaika na idadi ya wachezaji wetu ambao wana commit kwenye eneo la kushambulia.